Malengo makubwa ya Iran sasa ni kuwa karibu zaidi na China na Urusi. Hii ni sehemu ya msukumo wake wa utaratibu mpya wa dunia ambapo BRICS ambayo pia imeunganisha mataifa hayo kwa maana ya Iran, China pamoja na Urusi na mataifa mengine ikiwa ni pamoja na India, Brazil na mataifa mengine yaliyoingia katika siku za hivi karibuni, ndio mpango ambao sasa wanautazama. Lakini pia inatajwa kutokana na hali ilivyo, kutokana pia na vitisho inavyopata Iran, licha kwamba imejidhatiti kwamba ipo tayari kupambana. Lakini pia wakati huu inatumai China na Urusi ni moja kati ya mataifa ambayo yataweza kuunga mkono wakati wowote. Katika suala la maendeleo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekutana na balozi wa China nchini Iran Ko Peiyu. Wamejadili umuhimu wa makubaliano wa miaka 25 kati ya Iran na China. Maafisa hao wawili wamezungumza kuhusu kuendeleza uhusiano na maelewano katika kutekeleza makubaliano hayo ambayo yana miaka kadhaa tangu kuanzishwa. Hata hivyo, kwa vile Iran pia inakabiliwa na uwezekano wa mabishano kuhusu mpango wake wa nyuklia na nchi za Magharibi, inahitaji China na Urusi. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran IRNA vimebainisha kuwa waziri huyo wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi na balozi mdogo wa Jamhuri ya Watu wa China katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ko Peiyu wamesisitiza kuendelezwa uhusiano wa pande mbili na kusisitiza dhamira yao thabiti ya kutekeleza makubaliano ya ushirikiano wa miaka 25 kati ya Iran na China. Majadiliano hayo yanakuja kabla ya ziara ya Iran nchini China, na majadiliano hayo ni kutokana na kwamba kutakuwa na ziara ya Rais Masoud Pezeshkian kuelekea nchini China kupanga baadhi ya mikakati ambayo itawezesha ushirikiano wa mataifa hayo mawili kuwa mkubwa zaidi. Miezi michache iliyopita, manaibu waziri wa mambo ya kigeni kutoka nchini China, kutoka nchini Urusi, lakini pia na nchini Iran walikutana na kufanya majadiliano kadhaa katika uhusiano, na baadhi ya nyakati walifanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja. Ushirika wa nchi hizi tatu umejikita katika mambo mengi, lakini miongoni mwao ni pamoja na uchumi, pamoja na masuala ya ulinzi na usalama. Na hivyo mataifa haya yanashirikiana sana katika masuala ya ulinzi na usalama. Ikumbukwe hata Urusi ambapo inaendelea na vita vyake huko nchini Ukraine, ni Iran iliyouza ndege zake za Shahid na baadhi ya makombora yaliyotajwa na nchi za Magharibi kwamba yamefikia Urusi, lakini ni China ambayo ilihakikisha uchumi wa Urusi hauyumbi kwa kuhakikisha mafuta pamoja na gesi ya Urusi vinauzika. Hata hivyo, Bwana Abbas Araghchi pamoja na balozi huyo wa China wamejadili uhusiano wa nchi mbili ndani ya mfumo wa mkataba wa miaka 25. Hata hivyo, wamerejelea katika kuongezeka kwa uhusiano kati ya Iran na China, ambapo Araghchi amesisitiza azma thabiti ya pande hizo mbili za kupanua uhusiano na kutekeleza kwa makini makubaliano ya ushirikiano wa miaka 25. IRNA ilibainisha ikisema kwamba Araghchi alisifu msimamo wa kujenga wa China kuhusu maendeleo ya kikanda na kimataifa na kusisitiza kuimarisha mashauriano ili kukabiliana na mbinu za upande mmoja na uonevu katika nyanja za kimataifa, ripoti imeeleza. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, pande hizo mbili zimejadili suala la nyuklia. Hii ni muhimu sana kwa sababu Iran na Marekani wanafanya duru ya 6 ya mazungumzo siku ya Jumapili. Iran itahitaji kuungwa mkono na China, na hii pia inaweza kuwa wakati muhimu katika uhusiano na Russia, China na Iran. Iwapo Marekani na Iran zinaweza kukubaliana na makubaliano, basi mivutano inaweza kupunguzwa. Ikiwa sivyo, basi China na Urusi zinaweza kuhitaji kuchukua hatua kusaidia Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili ufahamu yanayojiri duniani. Naitwa Adam Hussein.